Maelfu ya waombolezaji wameendelea kufurika katika mji mkuu wa Tehran, huku shughuli za mazishi ya hadhara yaliyekuwa kiongozi mkuu wa Iran Ali Khamenei zikiingia siku ya pili. Tangu mapema alfajiri, wananchi kutoka mikoa mbalimbali ya Iran wameendelea kuwasili kwa mabasi, tren, ndege na magari binafsi ili kutoa heshima zao za mwisho kwa kiongozi huyo ambaye aliongoza taifa hilo kwa zaidi ya miongo mitatu na alikuwa na mamlaka makubwa katika masuala ya kisiasa, kidini na kijeshi. Maeneo yanayozunguka ukumbi wa maombolezo yamefurika umati mkubwa wa watu waliobeba picha za Khamenei, bendera za taifa la Iran pamoja na bendera za kidini. Waombolezaji wameonekana wakisoma dua, kuimba nyimbo za maombolezo na kutoa heshima za mwisho huku wakipita mbele ya jeneza lake. Wengi wao wameeleza kuwa walisafiri mamia ya kilomita kutoka miji mbalimbali ili kushiriki katika tukio hilo ambalo linaelezwa kuwa ni moja ya mazishi makubwa zaidi kuwahi kufanyika nchini Iran katika miongo ya hivi karibuni. Iran imeandaa shughuli hizo kwa kiwango kikubwa, ikiratibu ibada za kidini, dua maalum na ratiba ya wananchi kuaga mwili wa marehemu. Maelfu ya askari wa polisi, vikosi vya usalama na walinzi wa IRGC wamepelekwa katika maeneo mbalimbali ya Tehran kuhakikisha usalama, kudhibiti msongamano wa watu na kuratibu shughuli zote za maombolezo bila hitilafu yoyote. Kwa mujibu wa ratiba iliyotangazwa na mamlaka za Iran, siku ya kesho Jumatatu kutafanyika msafara mkubwa wa mazishi utakaopita katika barabara kuu za Tehran kabla ya mwili wa Khamenei kusafirishwa kwenda mji wa Mashhad. Mamia ya maelfu ya wananchi pamoja na viongozi wa serikali, makamanda wa jeshi, viongozi wa dini na wageni kutoka mataifa mbalimbali wanatarajiwa kushiriki katika msafara huo ambao unatazamwa kuwa miongoni mwa mikusanyiko mikubwa zaidi ya kitaifa katika historia ya kisasa ya Iran. Baada ya shughuli za Tehran kukamilika, mwili wa Khamenei utapelekwa Mashhad, mji alikozaliwa ambao pia ni moja ya miji mitakatifu zaidi kwa Waislamu wa madhehebu ya Kishia. Huko ndipo atakapozikwa siku ya Alhamisi katika mazishi rasmi yatakayohitimisha kipindi cha maombolezo ya kitaifa. Mashhad ni nyumbani kwa kaburi la Imam Reza, eneo ambalo hutembelewa na mamilioni ya mahujaji kila mwaka, jambo linalofanya mazishi hayo kuwa na uzito mkubwa wa kidini na kitaifa. Katika kipindi chote cha maombolezo, shughuli nyingi za serikali na taasisi mbalimbali zimepunguzwa au kusimamishwa kwa muda ili kuruhusu wananchi kushiriki katika mazishi hayo. Vyombo vya habari vya Iran vinaendelea kurusha matangazo moja kwa moja ya shughuli hizo, vikionyesha umati mkubwa wa waombolezaji wanaoendelea kuwasili, huku viongozi wa dini wakiongoza sala na dua maalum kwa ajili ya marehemu. Wakati macho ya dunia yakiendelea kuelekezwa Tehran, shughuli za maombolezo zinatarajiwa kuendelea kwa siku kadhaa zijazo kabla ya hitimisho lake na mazishi rasmi ya Alhamisi mjini Mashhad, ambapo maelfu zaidi ya waombolezaji wanatarajiwa kujitokeza kushuhudia safari ya mwisho ya moja viongozi waliotawala Iran kwa muda mrefu zaidi katika historia ya Jamhuri ya Kiislamu. Ili kuwa mwanafamilia bora wa Global TV, usisahau kusubscribe, like, kushare na kucomment. Baada ya kusubscribe, bonyeza alama ya kengele ili kupata taarifa kwa kila video inayopanda Global TV Online.